Japhet! 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 Ashura, nisamehe Ashura. Sikujua kama itatokea hivyo Ashura. Utajutia maisha yako yote kwa ulichonifanyia. Naomba unisamehe Ashura. Utajutia. Samehe mimi. Oh, mama yangu, naomba usinifanyie hivyo Ashura. Niko chini ya miguu yako. Samehe mimi. Karibu mama. Walimbwende. Walimbwende. Mama karibu. Eleza shida yako. Mwanangu amepotea. Sasa mwezi umeisha. Naomba nisaidie mganga. Mtoto anaitwa nani? Ashura. Jambo dogo sana hilo. Nimesha mama. Mama sogea. Sogea nikuchegea hapa. Sogea hudumiwe. Usiogope. Usiogope. Leta mkono wako kulia. Nipe mkono wako. Nipe mkono wako wa kushoto. Uwezo mimi. Mganga, naomba usimwambie mamangu chochote kile asijue, kwa maana atajisikia vibaya sana na kuomba. Wewe kama nani unaongea hivyo? Haujui. Mganga, mimi ni Ashura. Mganga, kuna nini? Mganga, naomba unisaidie. Mganga, kuna nini? Naomba unisaidie. Kwa sasa mizimu iko tayari. Nenda. Walimbwende. 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 Mama! Mnajua wanangu, mpaka saa hizi ili swala meli linazidi kunichanganya kichwa, afu mimi sielewi. Wewe si ndio ulijikuta jeuri siku ile? Najua hilo ni kofi la juzi shambani hilo. So hivyo mwanangu, mbona ulichapwa fimbo lakini mimi sijasema? Yaani nye bishaneni tu, mkimaliza mtasema. Sio kwamba tunabishana, yaani hili swala limekuwa tata pande zote mbili. Mimi ni washauri tu wanangu, mimi naona turudi kwa mganga. Tatizo lako we mwanangu, una mawazo ya kipumbavu. Yaani turudi tena kule kule kwa mganga? Mimi naona turudi kule kule kwa mganga, kwa sababu Ashura amenitokea kama mara 2 hivi. Mnajua wanangu, ili jambo liko serious. Wanangu, tuwahi kwa mganga tuone anatusaidiaje. Kabisa. Basi haina shida. Twendeni.
Odi mganga. Odi mganga. Usiogope. Karibuni. Tapeni. Karibuni ndani mkae. Walimwende. 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 Usiogope. Usiogope. Mpo kwa mganga. Karibuni. Usiogope. Sogeni. Sogeni. Hapa mmefika ni kwenye kilinge cha mganga. Mganga Mondo. Karibuni. Mganga, nadhani tumekuja tena kwa mara nyingine. Unakumbuka ile issue ya yule binti ya Ashura? Mmefanya nini binti wa watu wa Ashura? Mimi masharti yote niliyatimiza, lakini sijui alipatwa na kitu gani mganga. Nimeelewa kijana wangu, nimekuelewa. Ngoja kwanza nione mizimu ilifanya nini, alikosea wapi. Naamini kwamba mizimu yangu isikakosea. Vijana, wewe nione mizimu yangu inasemaje. Kijana. Kijana. Yule binti ana mizimu mikali sana ambayo mimi siwezi kaitatua. Yule binti ni shida kijana. Mganga, unamaanisha nini? Mbona si hatukuelewi mganga? Kijana, nadhani umenisikia. Mganga, tunakuamini. Tunakuomba utusaidie. Mganga, tusaidie, si tumechoka na mauzauza yule binti ya Ashura. Usiogope. Walimwende. Walimwende. Vijana, kwa mizimu imekuwa tuone namna nyingine. Nilikwambiaje? Mbona kama unanikosea? Sikiza mtoto, ile sikutaka ufanye kitu chochote. Kwa hiyo ondoka kabla sijaweza kuwa paka. Mganga, nakuonya, waache hawa. Watakusababishia matatizo. Mganga, nakuamini, fanya kitu basi. Jafet, nilikwambiaje kuomba msamaha kwa wanakijiji? Hapana Ashura. Mimi siwezi kuomba msamaha kwa wanakijiji. Unadhani watanifikiriaje mimi? Jafeti mko wapi nyie? Eliasi! Jafeti, ni mambo gani ya mwanangu? Sasa tutakimbia mpaka lini? Nimechoka Jafeti, nimechoka. Tutakimbia hivi mpaka lini Jafeti? Twende tukaombe msamaha kwa wanakijiji, tufanye kama anachokitaka. Hivi una akili? Yaani mimi nianze kuomba msamaha mimi? Siwezi. Hivi nyie mnafanya kitu gani hapa? Kile anachosema huyu mjinga. Eti anasema tukaombe msamaha, inakuwaje? Tena Jafeti ndio usongee kuna neki, wewe ndio msababishaji wa matatizo yote haya. Nasemaje nyie viumbe? Nadhani umenisikia Jafeti. Twende tukaombe msamaha.